Katika siku iliyotengwa na halmashauri ya mji Njombe kwa kukutanisha wadau wa elimu kwa ajili ya kujadili maendeleo ya jamii, kivutio kikubwa kimeonekana kutoka kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi ambao wameonyesha kwa vitendo madhara ya tabia zinazofanywa na wanajamii. Tulikuwa tunaonyesha madhara ya kutumia mafuta makali katika ngozi. Kuna athari gani zinazotokea katika ngozi? Tabia ya kuchanganya mafuta au vipodozi vya aina tofauti bila kufahamu viambata vilivyomo ndani yake inatajwa na wanasayansi hawa chipukizi kuhatarisha usalama wa afya ya ngozi. Najua ngozi imeundwa na madini yanayoitwa melanin pigment ambayo zinaipa kala ya rangi ya ngozi zetu. Sasa pale ambapo inatokea unatumia mafuta makali pamoja yakimixiwa pamoja na potassium permanganate. Potassium permanganate ni moja inatumika kutengenezea mafuta. Glycerin pia huwa inamixiwa kwenye mafuta. Kwa hiyo unapounganisha hivyo vitu moja kwa moja vinaenda kuchoma ngozi, kuharibu ile melanin pigment. Ndio inasababisha mtu atoke kwenye rangi yake aende ajichubue aende kwenye rangi nyeupe. Lakini baada ya muda pia kutokana na matumizi endelevu inasababisha kuungua kwa ngozi. Maonesho yamegusia pia katika kuikumbusha jamii kuhusu madhara ya ulevi na bidhaa za tumbaku. Tulikuwa tunaelekeza jinsi gani vile vitu unavyofanya vinaenda kuasili mwili wako. Kwa mfano hii kama inaenda kuchoma ini huku mapafu yanavyo, manake mbele yani effect ya ziezi zikaonekana muda ule. Ile cosmetic madhara yake atokee pale. Especially kwa sasa zimetoka zile cosmetic ambazo unatumia ndani ya siku 3 zinabadilisha rangi kabisa. Zile ambazo ni kali. Sasa hizi za kawaida unaweza kukaa ndani ya wiki au wiki 2. Lakini pale collection yake inaonyesha kama inachoma, inababua, inatoka kwenye weusi inaenda kama kwenye uwekundu fulani. Ambapo huo wekundu katika election kwenye mwili wa binadamu inabadilika rangi kabisa kutoka kwenye weusi na kuja kwenye weupe. Kukua kwa sayansi na teknolojia kunafanya kuwepo kwa hatari inayotajwa ni uwepo wa watengenezaji wa bidhaa zisizo na ubora kwa matumizi ya binadamu. Dunia sasa hivi vitu vingi vinatakiwa utumie ujuzi mkubwa ili kujua faida zake au hasara zake. Kitu cha muhimu ambacho ni kujua, unatakiwa ujue faida ya kitu kuliko hasara zake. Baadhi ya vitu sasa hivi siku za hivi karibuni vina faida chache kuliko madhara yake. Walimu na wazazi waliofika kushuhudia maonesho wanafunzi wanasema upo umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika sayansi ili kupata ufumbuzi wa changamoto za jamii. Swala la vifaa vya maabara, tumeona kwenye shule nyingi za kata swala la vifaa vya maabara, chemicals, gharama yake ni kubwa mno. Namna ya kufanikisha watoto wote wasome masomo ya sayansi imekuwa ngumu wakati fulani kwa sababu ya uhaba wa fedha, maana tunapata fedha kidogo kwa ajili ya kuendesha masomo haya ya sayansi. Usipowekeza katika sayansi huwezi kufanya utafiti. Na kitu chochote ambacho kinafanywa utafiti kikajifanyia majaribio ndio sayansi yenyewe. Kwa kutambua umuhimu wa kuandaa wanasayansi, katika bajeti ya halmashauri ya mji Njombe imetengwa fedha kwa ajili ya kuongeza walimu wa mikataba katika maeneo yenye upungufu wa walimu. Kupitia bajeti ambayo tunaitenga 2025-26, maana tunaamini itachagiza na kuhakikisha kwamba walimu wa masomo ya sayansi waweze kuwafundisha vizuri watoto wetu ili waweze kuwa tija katika maana ya uelewa na matumizi sahihi ya vitu mbalimbali ambavyo tunavyo. Siku ya wadau wa elimu wa halmashauri ya mji Njombe imebebwa na kauli mbiu isemayo mtaala ulioboreshwa kwa maendeleo ya taaluma na ujuzi wa vizazi vijavyo. Emmanuel Kalemba, Habari Weekend, Njombe.